matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, kuna baadhi ya vitu ambavyo usipovifanya basi uelewe kabisa kwamba tangazo lako kwenye upande wa kuweza kuletea matokeo mazuri, especially kwa wale ambao wanakuwa wanawishi kuweza kuuza, itaendelea kuwa ni story ambazo hazina uhalisia wowote na hazitokuja kuleta uhalisia wowote. Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo usipofanya tu basi inakuwa ndo imetoka. Na kwenye episode ya siku ya leo nataka nikupe vitu vitatu tu ambavyo kama hautovifanya wakati wa kutengeneza matangazo yako, basi ujue kabisa kwamba tangazo ambalo unalifanya si lile ambalo litakupa matokeo mazuri au lile ambalo linaweza likakupa wateja wengi sana. Kwa hiyo haya ni mambo matatu ya muhimu sana ambayo unatakiwa kuyazingatia kuanzia sasa hivi, wakati wote ambao utakuwa unahitaji kutengeneza matangazo ambayo unawish kweli ya kuletea matokeo ambayo ni mazuri. Na kitu cha kwanza ni hakikisha unamjua mtu ambao unaenda kushindana naye mtandaoni. Tunasema the moment ambapo utagundua kwamba adui yako anatumia silaha gani, adui yako anatokea upande gani, adui yako ana kipi cha kukuzidi wewe na kipi ambacho unacho cha kumzidi yeye, ndio njia rahisi kabisa na nyepesi ya kuweza kufanya wewe ukawa mshindi kwenye hilo pambano lako. Sasa bahati nzuri ni kwamba kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram kuna baadhi ya sehemu ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuona matangazo ambayo yapo hewani ambayo yanadeal na the same business na hiyo ambayo unaifanya wewe. Yani kuna baadhi ya tool, kwa mfano ukienda katika Facebook Ads Library, utakutana kule na matangazo yote ambayo yako active. Yani wewe ukienda pale una uwezo wa kwenda kusearch na ukaangalia watu ambao wameposti matangazo yao tayari yako active ambayo yana relate na biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo wewe ni muda wako sasa kwenda kuangalia wale wanauzaje, system zao zimekaa vipi, bei zao zimekaaje, lakini pia wamejiposition vipi, kitu gani ambacho unahisi unaweza kujifunza kutoka kwao, lakini pia kitu gani ambacho unaweza ukakitumia kama fursa yako ya kuweza kuwapiku wale ambao tayari wako sokoni. Yani unatumia huo muda kwa ajili ya kuangalia baadhi ya vitu ambavyo vitakusaidia wewe kutengeneza kitu ambacho ni bora. Nimezungumzia kuangalia sehemu ambazo let's say unaona ni madhaifu kwenye hayo matangazo yao, and then na wewe ukatumia hiyo nafasi kuweza kutengeneza kitu ambacho kitakuwa bora zaidi tofauti na hiki ambacho wanakifanya. Lakini pia at the same time kama utakuta sehemu nyingine pia ambayo inaonesha wako vizuri zaidi kuliko wewe, basi hapo pia inabidi ujipange vizuri sana ili uweze kutengeneza kitu ambacho kitendeke compete kweli na badala yake hakitoenda kufichwa na haya matangazo ambayo yapo. Hii ina maana kwamba kama utakurupuka tu utapandisha tangazo, inawezekana labda watu ambao wako sokoni tayari kuna vitu ambavyo wanavifanya vinapa matokeo, watu ambao wako sokoni tayari kuna vitu ambavyo wameviweka na vinakataliwa. Kwa hiyo wewe usipogundua hivi vitu itakuwa ni rahisi kuweza kupotea kwa sababu haujafanya research ya competitor ambaye tayari yuko hewani kwenye hilo tangazo ambalo unalifanya. Na hiyo ni namba moja. Lakini pia namba mbili ni kwamba ni lazima ujue trend ya hiyo bidhaa yako sokoni. Ni lazima ujue watu sasa hivi wanaipasivu vipi hiyo biashara ambayo unaipeleka, hiyo huduma ambayo unaipeleka, na unaweza ukaipeleka kwa namna gani ili uweze kuepukana na hizo perception ambazo tayari watu wako wanazo. Kwa mfano let's say kwenye issue ya hizi dawa sasa hivi naona watu wengi sana wanalalamika wamenunua dawa sehemu fulani and then hawajapata matokeo. Lakini pia utamuona kesho mtu mwingine ana sponsor tangazo lake na anaenda the same kabisa na wale wengine ambao walikuwa wanaenda. Kuna kuta wale watu ambao pengine waliwahi kuwa interested na hizo bidhaa, akija kipewa tena hilo tangazo wanaona kama ni wale sema ambao pia nikachome pesa zangu na hakuna kitu ambacho nitakipata. Kwa hiyo unajikuta wewe unazunguka mule kwenye yale makosa ambayo tayari wengine wameshayafanya, na mnajikuta sasa mnashindwa kupata wateja ambao mnaweza mkawashawishi kwa urahisi. Kwa hiyo ni lazima uelewe hii bidhaa ambayo naipeleka sokoni trending yake iko vipi. Hii bidhaa ambayo leo hii nataka niipeleke kwenye matangazo ya kulipia, watu wanaipasivu vipi, ni hii ambayo inauzika sasa hivi au kuna namna imedrop. Ni lazima uelewe hivyo vitu ili kuweza kuhakikisha kwamba una copy mazingira ambayo yapo kwa wakati huo ambayo yatakuwa ni rahisi kwa upande wako kuweza kulivamia soko na ukaweza kupata matokeo ambayo yako vizuri. Lakini pia kitu cha mwisho tukibakia hapo ni lazima pia uelewe trend ya wateja kwenye hiyo bidhaa ama huduma ambayo unaitoa. Watu wako vipi, watu wanauelewa gani sasa hivi. Unataka kupeleka tangazo biashara kwa watu ambao hawajawahi kuiona hiyo product, unataka kupeleka tangazo kwa watu ambao tayari walishawahi kuiona hiyo product. Kwa ni lazima utengeneze mazingira ambayo yatakuwa yanaendana na trending ya wateja ambao wapo sokoni. Kama unajua kabisa kwamba okay sasa hivi
kwa nature ya wateja ambao hapo sokoni naona kuna bidhaa ambazo wanachukua ni hizi, kuna vitu gani wanavifanya, ili wewe uweze kuendana na mazingira the same kabisa na tulivyozungumza hapo juu. Hii ndio inakuwa njia rahisi ya kuweza kutengeneza tangazo ambalo litakuwa ni bora zaidi na utapata matokeo ambayo yako vizuri. Kwa hiyo nimesema zingatia sana kufanya research ya mshindani wako ambaye yuko hewani for that time, lakini pia kisha pia unafanya research ya trending ya bidhaa ambayo unaipeleka sokoni ama huduma yako, na kitu cha mwisho ufanye pia research ya wateja wako kuhusiana na the way ambavyo wanapasivu hiyo product ama service ambayo unaipeleka sokoni. Ni vitu vya muhimu sana, vitakupa matokeo ambayo yako bora zaidi. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo itakusaidia kuweza kutengeneza biashara ambayo itakuwa ni bora, lakini pia kuweza kuendeleza biashara yako na ikawa ni ya kukupa matokeo mazuri. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye, lakini pia usiache kuniachia comment yako hapo kwenye upande wa comment section. Kitu gani ambacho umejifunza na kipi ambacho unawish kujifunza kupitia podcast za episode kupitia episode za podcast hii. Mimi ni Yoram.